Ndugu Katibu Mkuu ameniagiza nije kuwaambia wana Musoma kwamba anawapenda sana na angetaraji kuwepo hapa, lakini ameshindwa kwa sababu za kikazi ambazo zimembana. Lakini katika eneo hilo ameomba nisisitize mshikamano ndani ya wana Musoma kati ya jumuiya, chama na serikali. Sisi sote ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Umoja wetu ndio ushindi wetu. Palipo na utengano, maana yake kutakuwa na udhaifu. Ukitokea udhaifu, maana yake tunadurusu mianya ya maadui kutupiga. Tujitahidi kadri ya uwezo wetu kuhakikisha tunaweka uimara wetu katika ushirikiano ndani ya chama chetu na jumuiya zake, lakini pia na serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Kwa takwimu ambazo zimezungumzwa, linaonekana lipo tatizo katika eneo hili. Tunaendelea kusema, na naomba niseme, kuna nyakati wakati mwingine matatizo haya yanapotokea na yakizidi sana, yanatuletea mpasuko ambao kwa namna moja ama nyingine unaweza ukatupa shida. Huu si wakati wa kuleta nongwa. Huu si wakati wa kuleta chuki. Huu si wakati wa kuanza kufarakana na kutengana. Kila mmoja anatambua hii ni wiki ya wazazi. Tumeanza nafasi hiyo katika ngazi za kata, wilaya, tunakwenda mkoa, lakini pia tutafanya kitaifa. Hili si jambo la mtu mmoja. Kila mwana CCM ambaye ni mzazi lakini pia ni mwana CCM anatambua fika wazazi kila mwezi wa 4 huwa wanafanya wiki ya wazazi. Kwa hiyo tunapofanya wiki ya wazazi kwenye kipindi hiki, haina maana kuna yoyote yule ambaye amelengwa kwamba jambo hilo limpite. Na ndio maana wiki ya wazazi tunatarajia kila mmoja katika chama chetu aweze kushiriki. CCM oye! Ndugu mwenyekiti, naomba nikupongeze kwa hili lililofanyika, lakini pia niwapongeze wote walioshiriki kuifanikisha wiki hii au siku hii ya maadhimisho ya wazazi Musoma. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwapongeza na maeneo mengine yote ambayo wamefanya kwa kishindo wiki ya wazazi na kufanikisha jambo hili, kwa sababu tulikubaliana kimsingi na tukasema kila wilaya, kila kata, kila mkoa na hatimaye tutakwenda ngazi ya taifa, tutafanya wiki ya wazazi. Hongereni sana mwenyekiti na kamati zako zote. Katika CCM yetu, majungu hajawahi kuwa mtaji wa ujenzi wa chama chetu. Viongozi wetu kwenye chama hawapatikani kwa majungu. Naomba tuendeleze ushirikiano mkubwa ili tuwapate viongozi wetu, na hasa viongozi wetu tunaowahitaji ni wale wenye kuhitajika na watu. Mimi huwa nawaambia Chama cha Mapinduzi ni kile kile, hakijabadilika, na alama yake ni ile ile, jembe na nyundo. Vipande vya fedha ambaye yeyote anaweza akafikiri vinaweza vikawa mtaji wa ushindi wake, hii si sehemu ya Chama cha Mapinduzi. Tunahitaji kiongozi mwenye kuweza kushirikiana na watu, mwenye kuweza kutambulika na watu na kuhakikisha anatekeleza yale ambayo watu wake wamemtuma kuyatekeleza. Kama kiongozi yoyote anadhani anaweza asishirikiane na wana Chama cha Mapinduzi alafu akashinda, hizi zitakuwa ndoto za Nacha. Na sisi kama chama, na mwenyekiti wa chama wa wilaya yupo hapa na yeye ndio aliyochukua takwimu hizi, maana yake anajua nini cha kufanya kwa viongozi wote ambao hawako tayari kufanya majukumu ya Chama cha Mapinduzi. Hili ni jukumu la Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Uchungu wa mwana mtoto umleavyo
Jambo la pili, ndugu katibu mkuu ameniagiza niwakumbushe, huu ni mwaka 2025 na ni mwaka wa uchaguzi. Katika mwaka huu wa uchaguzi tayari tumeshapata viongozi wetu wa kugombea nafasi ya urais na makamu wa urais, hasa kwa upande wa Tanzania, kwa maana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia hata Zanzibar tayari tumeshampata mgombea. Tuwapongeze kwa dhati wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa ambao wameifanya kazi hiyo kwa weledi mkubwa na hatimaye kumpata mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Nchimbi, ambao ndio watakao tupeperushia bendera ya Chama cha Mapinduzi katika kinyang'anyiro kinachokuja. Sisi jukumu letu ni kuhakikisha tunakwenda kushinda kwa kishindo, kwa sababu yapo mengi ambayo yamezungumzwa Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yake wameyafanya. Na mambo haya hayakufanyika sehemu moja, hata hapa Musoma yamefanyika. Na msimamizi wetu wa ilani, kamisa wetu kaka yangu Juma, ambaye yeye ni mheshimiwa mkuu wa wilaya katika eneo hili, ameyathibitisha hayo, lakini si peke yake, kwa uthibitisho pia na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya. Hongereni sana wana Musoma. Faraja kubwa kwa mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya ndani ya nchi yetu, ni kuhakikisha kwamba siku ya uchaguzi tunakwenda, tunachukua, tunaweka subiri kwanza. Kwa kazi kubwa ambayo mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameifanya na anaendelea kuifanya ndani ya nchi yetu, mwanamke wa kipekee wa kwanza ndani ya nchi yetu, lakini na Afrika Mashariki kwa ujumla, kuwa rais wa nchi, haikutegemewa kwa haya makubwa anayoyafanya. Ipo miradi mingi sana ambayo haikutegemewa kwamba ingeweza kuendelea, lakini Dr. Samia Suluhu Hassan alitaka kuwaonyesha Watanzania, alitaka kukionyesha Chama cha Mapinduzi kwamba wanawake wa Tanzania wana uwezo mkubwa wa kuongoza nchi hii, na hatimaye yeye kama kinara wa uongozi huo ameyafanya makubwa kuwaonyesha wanawake pia wanaweza. Piga makofi kwa wanawake wa Tanzania. Yupo mtu mmoja na kikundi chake cha siasa za harakati, siku chache zilizopita akawa anasema kwamba wanawake wa nchi hii hawajathaminiwa, wako 9% tu kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano, lakini pia akaja akajumlisha na wanawake waliopo katika viti maalum. Lakini swali mimi nikajiuliza, huyu anayesema CCM haithamini wanawake, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ni mwanamke, ukienda kamati kuu wapo wanawake wengi, ukienda halmashauri kuu wako wengi, lakini mfumo huu ambao upo wa chama kuamua, ambacho ndicho chenye serikali kutengeneza sera na taratibu za kuwaweka wakina mama katika viti maalum, maana yake ni CCM imefanya jambo hilo. CCM hoye! Ili kuhakikisha ifikie kipindi tuwe tuna uwiano. Sasa lakini pia si mshangai sana kijana wetu aliyetoka hapa aliyezungumzia afya ya akili. Kuna mambo aliyazungumza nikaanza kuyaona kwa baadhi ya watu ambao tunazungumza nao katika siasa zetu za nchi hii.